Umaskini wa kipato katika baadhi ya familia sanjari na magonjwa sugu yanayoathiri afya za wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro yanatajwa kuwa miongoni mwa adui mkubwa wa maendeleo katika jamii. Hayo yamebainika katika zoezi la utoaji ruzuku kwa familia maskini kupitia mpango wa serikali wa kunusuru kaya maskini unaoendeshwa na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF awamu ya 3 mkoani humo. Taarifa zaidi na Zefania Renatus. Ni dhahiri kuwa hakuna mtu anayependa kuwa maskini hapa nchini. Isipokuwa hali ya umaskini huchagizwa na sababu mbalimbali. Mosi, kuwa na maisha magumu katika familia, pamoja na magonjwa ambayo yanaathiri afya ya mtu mmoja na kumlazimu ashindwe kufanya kazi ya kujiletea maendeleo. Mpango wa TASAF awamu ya 3 wa kunusuru kaya maskini katika wilaya Moshi mkoani Kilimanjaro umebaini kuwepo kwa zaidi ya watu 8,000 katika vijiji 93 ambao wanadaiwa kuishi katika hali ngumu ya kimaisha na wengine wakiishi kwa mlo mmoja kwa siku. Wananchi hao ambao wamekusanyika katika eneo hili la ofisi ya kijiji cha Maringa wilayani Moshi si kwamba wako msibani, la hasha, bali wanasubiri ruzuku ya TASAF kupitia mpango wa kunusuru kaya maskini. Wakizungumza baada ya kupokea kiasi cha fedha zilizotolewa na TASAF kwa ajili ya kujikimu kimaisha, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Maringa wanakiri kuwepo kwa hali ya umaskini. Hali ya umaskini kwenye eneo hili kwa kweli, kila mtu wa kweli wako katika hali ambayo ni ngumu sana. Sana ukizingatia kwenye afya na elimu, na pia ni wale wazee ambao hawajiwezi. Kuku moja ni 10,000 na mwingine 10,000. Sasa ni hiyo 10 imebaki hapo, nitanunua chakula hakutosha. Wazee wa kongwe, wazee wanaumwa hapa, wanashindwa hata kupata hela ya tiba, ndio maana unaona mlolongo uko pale. Mtaalamu wa mafunzo na ushirikishaji kutoka TASAF makao makuu, Messi Mandawa, na mratibu wa TASAF katika wilaya Moshi, Ruthi Arenya, wanasisitiza malengo ya TASAF awamu ya 3 katika kunusuru kaya maskini. Na lengo hasa la kutekeleza mpango wa kunusuru kaya maskini ni kwamba ilionekana kwamba kuna kaya ambazo ni maskini ambazo zina watoto ambao hawawezi kwenda kupata huduma ya shule, hawawezi kwenda shule wala hawawezi kupelekwa zahanati kwa ajili ya kuangaliwa makuzi yao na kupata chanjo. Wengine ambao hata sio walengwa, yani hawana vile vigezo, wanaona kwamba ni kama vile ni hela za kutoa tu, ni za kugawa tu. Katika mpango wa TASAF awamu ya 3 wa kunusuru kaya maskini mkoani Kilimanjaro, mpango huu unatarajiwa kuwafikia zaidi ya watu 30,000 katika vijiji 308 ambapo zaidi ya shilingi bilioni 1 zitatolewa kwa walengwa ili waweze kujikimu kimaisha. Zefania Renatus, Star TV.